Chama chetu Chama cha Mapinduzi kimeasisi harakati za kushughulika na changamoto za wananchi wake toka enzi za nyuma, na ndio maana nitawakumbusha kidogo. Mwaka 1985 mpaka mwaka 1918 Tanzania bara, kwa wakati huo ikiwa ni Tanganyika, nchi ya Rwanda, nchi ya Msumbiji, vilikuwa vinatawaliwa na mkoloni ambaye kimsingi ni Mjerumani. Lakini baada ya vita vya kwanza vya dunia, kazi hiyo, utawala wa Mjerumani kwenye taifa letu la Tanganyika ukagawanyika, na eneo lile la kiutawala akachukua sehemu moja, akaichukua Mwingereza, na sehemu nyingine akamchukua Mbelgiji. Lakini mwaka 1953 Mwalimu Nyerere, rais wetu wa awamu ya kwanza, akachaguliwa kuwa rais wa tano, na akakubali kuacha kazi yake iliyokuwa inamuingizia kipato akiwa mwalimu pale sekondari ya Pugu, akaja kuongoza harakati za kutafuta uhuru na uhuru wa Tanzania kwa wakati huo. Ninasema haya kwa nini? Ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimejiwekea misingi imara ya kushughulika na zile changamoto ambazo zinagusa maisha ya Mtanzania, maisha ya mwananchi wa kawaida, maisha ya mwananchi wa Kimatinde hapa. Na ndio maana leo tutapokuja baada ya miaka mitano, tunakuja kuambieni kwa sababu mlitupa ridhaa kwa miaka mitano. Mlimpa Dr. Chaya ubunge kwa miaka mitano iliyopita. Mlimpa nafasi ya udiwani Shabani aliyoko hapa kwa miaka mitano iliyopita. Mkamwambia kuna changamoto ya shule, akaenda akashughulika, shule ikaja. Mkamwambia kuna changamoto ya barabara, wakaenda wakashughulika, wakatengeneza miundombinu rafiki, barabara ikawa inapitika vizuri. Mkamwambia mnataka kuona maji ya kutosha, wao wakashughulika, maji yakaja. Lakini ndugu zangu, kwa nini tutakuja baada ya miaka mitano? Tunakuja baada ya miaka mitano kwa sababu kuna mahitaji yanaongezeka kuhitajika. Siku zote maendeleo hayawezi yakakidhi mahitaji ya wananchi, kwa sababu wananchi kadri ya siku za kuendelea kupita, watu wanakula, watu wanashiba, watu wanazaliana. Kwa hiyo kama miaka mitano iliyopita wananchi wa Kataila labda walikuwa wako 3000, maana yake baada ya miaka mitano watakuwa wameongezeka, inawezekana mpaka 5000. Mantiki ni nini? Ni kwamba kama ni madarasa yatahitajika yaongezeke kwa sababu watoto wengi wapya wamezaliwa. Kama ni maji, maana yake uhitaji wa maji ni lazima uongezeke, kwa maana yake lazima tuongeze vyanzo vya maji. Kama ni miundombinu ya barabara, miaka mitano iliyopita magari yaliokuwa yanapita kwenye barabara hii hapa hayatokuwa sawasawa na magari yaliyopo kwa sasa. Kama takwimu zinaonyesha miaka mitano iliyopita kwenye barabara hii yalikuwa yanapita magari labda 1000, kwenye baada ya miaka mitano lazima idadi hiyo iongezeke, kwa sababu mahitaji ya wananchi yanaongezeka, na yanapoongezeka pia mahitaji ya vitu vya maendeleo lazima pia viongezeke. Lakini hapokuja kweli, ndugu zangu, nataka niwaambie Dr. Pius Chaya tueleza kwa nini kweli. Mbunge huyu kwa miaka mitano mlimpa kazi akaenda akaifanya. Sisi tumempima Dr. Chaya, imeona na uwezo, imeona na uthubutu, imeona na uaminifu wa kutosha, ndio maana tunaonyesha tena ili mkamchague akawe tena mbunge kwa awamu ya pili, atekeleze yale maendeleo ya kodi msingi. Yalikuwa amesema, piga makofi mengi sana kwa Dr. Pius Chaya. Nataka niwaambie ndugu zangu wananchi, mmempata mbunge mnyenyekevu, mbunge mtiifu, mbunge ambaye ukiona sura yake imejiandaa kushughulika na changamoto zilizosalia kwenye maeneo haya. Na huyu Chaya haendi kufanya kule kazi yake, anaenda kushughulikia ndoto zenu zote mnazofikiria kwenye heka ya maendeleo. Anaenda kushughulikia yale malengo yenu wananchi mnaokusudia kwamba labda kuna maji yanahitajika eneo fulani, anaenda kuchochea yale maji yaweze kuja. Na nataka niwaambie, mimi ni mwanasiasa kijana katika mkoa wa Singida. Nilipokuwa natafuta mfano wa mwanasiasa ambaye ni mcha Mungu, ambaye ana hofu ya Mungu, nataka niwaambie, nimefanya uchunguzi kwenye mkoa wetu wote. Kipimo cha mwanasiasa mwenye hofu ya Mungu ndio Dr. Pius Chaya. Piga makofi mengi sana kwa Dr. Pius Chaya. Dr. Chaya oye! Dr. Chaya safi! Nataka niwaambieni, ili kazi ya maendeleo ikamilike, ili kazi ya kuleta miradi ya maendeleo ikamilike, ili changamoto zile zote ambazo tunazifikiri zinapaswa kusemewa na ziweze kutatuliwa, hatuna mbadala. Mbadala wenu ni nani? Dr. Pius Chaya.